Sasa moja kwa moja tuelekee huko nchini Kenya. Mwanasiasa wa Kenya auawa kwa kupigwa risasi jijini Nairobi nchini Kenya. Dakika chache zilizopita Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Martin Weren ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nairobi nchini Kenya. Abedi alimuuliza kama ilikuwaje mwanasiasa huyu akapigwa risasi. Martin Weren alianza kuelezea zaidi kuhusiana na tukio hilo la kutisha. Katika nchi yetu ya Kenya tumepata huzuni kubwa baada ya mbunge yule kwa jina Were ambaye anatokea sehemu ya Nyanza kule katika eneo bunge la Kasipul aliweza kumiminiwa risasi katika barabara mojawapo mjini Nairobi, kama akikuwa ametoka pale makazini mwake ama akikuwa ametoka katika bunge la kitaifa na kwenda katika shughuli yake ama kuelekea manyumbani kwake. Ndio alipatana na mauti yake mara moja, ambapo inasemekana kulitokea mtu ambaye alikuwa katika pikipiki na akaweza kufyatua risasi na ikaweza kumjeruhi na kummaliza hapo mbunge yule. Naam. Alikuwa ni mbunge kutoka upande gani? Upande wa upinzani au serikali madarakani? Ni mbunge tokea mrengo wa mheshimiwa ama chama cha mheshimiwa Raila Odinga ambayo ni upinzani, lakini kwa sasa tuliweza kuona mheshimiwa Raila alijiunga na serikali na wanafanya kazi kwa pamoja. So naweza sema pia alikuwa ni kama mbunge wa pande ya serikali. Naam. Na uchunguzi ambao mpaka sasa umefanywa na vyombo vya usalama umebaini chanzo cha kifo chake tayari? Ile asubuhi nimeweza kuona kile kitengo cha DCI cha maafisa wa ujasusi wa Kenya wakiweza kuchapisha ripoti katika mitandao na katika official page yao, wakisema kwamba wanaomba Wakenya wakuwe na subra ili wazidi kufanya yale wanaweza kujaribu kuchunguza ni nani kwamba aliyemfiatulia huyu mbunge risasi. Lakini ripoti ya hivi punde inaonyesha kwamba yule ambaye alifiatua risasi ile ni kama alikuwa na mtu alikuwa amejipanga na alikuwa amemuwinda mbunge yule tokea pengine majengo ya bunge hadi walipofika katika ile maeneo. Naam. Shambulio hilo ni shambulio la kisiasa pengine unavyoona? Hadi wa sasa inasemekana kwamba shambulio ni kama la kisiasa, kwa sababu pia tumeona kanda za video ambayo mbunge yule akiwa akisema kwamba maisha yake iko hatarini, na ikasemekana kwamba aliweza kuripoti katika vituo vya polisi, lakini hakuna chochote kilichofanyika. Pia pande nyingine pia tumeona kwamba kuna makundi ya kutoka huko eneo bunge la kwake ambao walikuwa wanabishana. Ni kama kidogo kumekuwa na mambo ya hapa na pale kati yeye na wale wapinzani wake katika eneo bunge lake, ambao inasemekana kwamba mmoja wao ndio amefanya ama amepanga kumuangamiza mbunge huyu. Naam. Kumekuwa na matukio ya kufanana na hayo nchini Kenya ya watu kutoweka, hasa wafanya siasa wakati wa muhula huu wa kwanza wa rais madarakani William Ruto. Unadhani hii inatokana na nini pengine? Hii siwezi kuhusisha na mambo ya serikali. Hii kidogo nasema ni utovu wa usalama na pia mambo ya siasa ya ndani kwa ndani. Nasema kwamba inaitwa local politics, ambapo mara nyingi kiti hiki cha wanasiasa ni kiti hatari sana na ni kiti inapondolewa macho na watu wengi. Wakati wa kampeni tunaona watu wanatumia maelfu ya pesa kujaribu kupata hiki kiti, na ndio maana ukipata hiki kiti lazima uangalie mambo ya usalama wako ikuwe ya hali ya juu. Inasikitisha kwamba yule mbunge alikuwa na bodyguard wake, lakini bodyguard wake hakuna hata risasi moja aliweza kufyatua ya kujaribu kuzuia ama kumlinda bosi wake. Mambo haya hatuwezi kuhusisha na mambo ya uongozi wa Rais Ruto, bali ni utovu wa usalama wa kawaida, na hiyo tunasema ni bahati mbaya kwa yule mbunge. Naam. Serikali mpaka sasa imetamka lolote kuhusiana na kifo chake, na pengine serikali inajipanga namna gani kuweza kumaliza kabisa matukio kama na hayo hapo nchini Kenya? Mheshimiwa Rais William Ruto alikuwa wa kwanza kutoa rambirambi zake katika mtandao wa Facebook na official X account yake, na akasema kwamba anajiunga na familia ya mwenda zake kutoa pole zake, na angeomba ama akahimiza vitengo vya DCI viweze kufanya mara moja na kuchunguza ni nani aliyetekeleza jambo hili na kuweza
kumfyatulia risasi na kumuua yule mbunge. Katika barabara za mji wa Nairobi kuna zile CCTV cameras ambavyo wale majasusi wa DCI wakiweza kufuatilia vizuri na kupata zile kanda, wataweza kujua yule mtu alitoka wapi na akaenda wapi, kwa sababu barabara zote ziko na kamera za CCTV na inaweza kuwa nzuri sana. Hadi wa sasa hakuna yote ambaye ameshikwa, lakini kwa maono yangu ingekuwa sasa hivi mtu angekuwa amefaa kushikwa. Naam. Martin Ren, mimi nikushukuru sana kwa kuzungumza nasi kuhusiana na mkasa ambao umetokea hapo nchini Kenya.